Wacha nikuibie siri kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Bana, ukweli ni kwamba kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club hawana masiara hata kidogo. Yani wamerejea kivingine tena kwa ubora wa hali ya juu. Naamini kuambia kwamba baada ya Young Africans kutamba takribani misimu minne mfululizo, bana, mimi niseme kwamba ule wakati pia wa mnyama Simba kurejea mawindoni ni kama umerejea. Tunaweza tukazungumza namna hiyo. Kwa sababu gani? Unaambiwa kwamba dalili ya mvua ni mawingu, lakini pia kuna ile mipango ambayo unaona kabisa yes, kuna mahali ambapo watu wameanza kujipata. Simba walipoteza ubingwa misimu minne mfululizo mbele ya wasimu wao Young Africans, na hii ni mara baada ya wao pia kubeba misimu minne mfululizo, na timu Young Africans wakaja wakafanikiwa kubeba nao pia misimu minne mfululizo. Bana, taarifa ambazo nipo nazo ni kuhusiana na namna ambavyo viongozi wa Simba wamekaa chini na kutafakari na kuona kwamba kuna haja ya kuendelea kukiboresha kikosi chao, na yote kwa yote ni kwamba wameanza kuona mwanga ulivyo wa timu yao kutokana na aina wachezaji ambao waliwasajili kwenye dirisha dogo la usajili, kina Anicet Oura, kina Ino Loemba, lakini pia tumeona Clatous Chota Chama baada ya kurejeshwa pia kwenye kikosi. Bwana mkubwa Loemba ambaye yuko pale, lakini mtu kama Libase Gwe, moja kati ya mchezaji ambaye ni hatari kweli kweli. Sasa tukiachilia mbali na hizi sajili ambazo zimefanyika kwenye dirisha dogo la usajili, mipango ya mnyama Simba ni kuhakikisha kwamba wakati wanaendelea kupambana na ligi kuu Tanzania bara, basi wahakikishe msimu ujao wanakuwa bora zaidi ya hapa walipo, lakini pia wamedhamiria kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kutokana na aina wachezaji ambao wako nao kwenye timu, lakini pia kutokana na mipango ambayo wanahitaji kuifanya mikubwa kwa kuongeza wachezaji ambao wenye ubora mkubwa ndani ya kikosi hicho. Sasa ni kuibie tu siri kwamba viongozi wa Simba wamecharuka kweli kweli na mipango ni mingi, hususani kwa upande wa mwekezaji ndani ya klabu hiyo ambaye ni rais wa heshima ndani ya klabu ya Simba. Huyu si mwingine ni Mo Dewji, ambaye kwa siku za karibuni pia ameonekana kuwa karibu zaidi na timu, na ni kuambia kwamba kwa hivi sasa bosi amefurahishwa kwa asilimia kubwa kutokana na namna ambavyo timu inacheza. Na ukipita pia siku 2-3 hizi utaona namna ambavyo anavyoposti kwenye Insta story yake. Hii inakuonyesha kwamba bosi hakika kwa hivi sasa yuko bega kwa bega na timu, na tumeweza kuona namna ambavyo amembakisha pia Elim Panzu, yeye mwenyewe akiwepo, yeye mwenyewe pia akiwa na Elim Panzu, lakini pia yeye mwenyewe akihakikisha Elim Panzu anadondosha saini mbele yake. Hii inaleta taswira gani? Inaleta taswira kwamba hivi sasa umoja, mshikamano upo pia ndani ya timu. Ndio maana pia bosi tunamwona yupo pia maeneo kama haya, kwa maana kwamba kwa upande wa Mo Dewji kuonekana yuko close sana na wekundu wa Msimbazi Simba. Hii inaonyesha kwamba amedhamiria kuhakikisha kwamba timu inarejesha ubora wake. Kumbuka Simba pia ameporomoka kwenye renki za kafu, na hivi sasa kutokana na namna ambavyo hizi timu zimefanya vizuri hapa, baadhi ya timu ambazo zilikuwa nje ya top 10 zimejikuta zimeingia top 10, na mnyama Simba amekwenda kuporomoshwa mpaka hivi sasa yuko kwenye nafasi takribani ya 10 hivi. Hapo ndipo ambapo mnyama Simba yupo, kitu ambacho sio sehemu yao, kitu ambacho pia kimewakera mabosi wa klabu hiyo, na nikwambia kwamba kuna wachezaji ambao wameanza kuwalenga mabosi, wamecharuka kweli kweli. Mo Dewji akisema kwamba hii sio Simba ambao ninahitaji iweke historia barani Afrika, na amedhamiria kuhakikisha kwamba anaingia mawindoni kwa ajili ya kushusha vyuma, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wachezaji hatari wanatoa kwenye kikosi cha Simba kwenye dirisha kubwa, ili waweze kuongezeka na kuendelea kusaidiana na kina Libase Gwe pamoja na kina Innocent Oura. Sasa kuna chuma ambacho kimekuwa kikihusishwa
hususan kwenye eneo la ushambuliaji, ambapo hapa kwenye eneo la ushambuliaji tumeweza kuona namna ambavyo Selemani Mwalimu amekuwa akistruggle, ndio amekuwa akifunga, lakini awampi nafasi ya pase moja kwa moja kuwa ndo striker wao tegemeo. Kwa upande wa Jonathan Soa, moja kati ya teka la mabao, mchezaji ambaye ni mzuri kweli kweli kwenye kufunga, kwenye kuzifumania nyavu, lakini utomvu wa nidhamu, mambo ambayo yako nje ya uwanja zaidi ndio ambayo yamekuwa yakimgharimu. Tutakuja kuona kwamba alifungiwa pia na kamati pia ya masaa 72 ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na masuala yake ya uwanjani, namna ambavyo amekuwa akicheza ndivyo sivyo, lakini pia tumeona namna ambavyo klabu yake yenyewe pia imemsimamisha, hivyo wanaendelea pia kuendelea kumkosa moja kati ya mtu ambaye walitegemea kwa asilimia kubwa angeweza kuwasaidia kwenye safu ya ushambuliaji. Mimi sina shida na uwezo wa Jonathan Soa, bali nina shida pia na tabia zake, namna ambavyo amekuwa akiwapigisha shoti wekundu wa Msimbazi katika sehemu ambayo wanamhitaji, unakuta mwamba kwa asilimia kubwa hayupo. Sasa kwa upande wa uongozi umeshtuka na kuona kwamba kuna haja ya kushusha chuma maeneo haya. Kuna chuma ambacho ni kipo pale Afrika ya Kusini. Huyu mwamba ni mrefu namna hii, ana urefu wake fulani hivi mzuri kweli kweli, na amekipiga kwenye timu kubwa pale Afrika ya Kusini, na amekipiga kwa mafanikio makubwa kweli kweli, na ni raia wa Namibia. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, huyu mwamba atatua kwenye ardhi ya Tanzania ama mambo yatakwenda ndivyo sivyo. Amekipiga kwa muda mrefu ndani ya kikosi kile bora kabisa barani Afrika ambacho kiko pale Afrika ya Kusini, na alisaini mkataba wa miaka 5 tokea mwaka 2022, maana kwamba bado ana mkataba na miamba hiyo ya Afrika ya Kusini. Sasa mazungumzo pia yamekuwa yakiendelea na apate nafasi pale kwenye ile timu kwa siku za karibuni, kutokana na wachezaji kutoka Brazil ambao wamekuwa wakisajiliwa kwenye timu ile. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, mwisho wa siku wekundu hawa wa Msimbazi, je, watafanikiwa kuweza kupata hichi chuma, na wanamhitaji kuweza kumpata kwa mkopo ili aweze kumalizia msimu mmoja akiwa mitaa Msimbazi. Kumbuka mkataba wake umebakia mwaka mmoja mbele. Sasa ili aweze kumaliza ule mkataba wa miaka 5 ambao aliusinya mwaka 2022. Sasa moja kati ya vitu ambavyo pia vinasubiriwa kwa hamu ni kuweza kuona ile eneo la ushambuliaji Simba wakiliboresha zaidi mara baada ya Jonathan Soa kuonekana si chochote kwenye ile eneo. Je, chuma kitatua? Bora Peter atatua kwenye ardhi ya Tanzania ama ataendelea kubaki pale pale Afrika ya Kusini? Kikubwa ni kuendelea kuungana nasi vizuri kabisa. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kuenjoy nasi.